wanachama na haki za wachezaji katika TFF ni nani? Atoka hatoka Tanga, ambao wale Tanga ndo nani? Ndo mwenyekiti wa African Sport, mwenyekiti wa bodi ya waamuzi, ni ambaye anaongoza bodi ya waamuzi, ambayo kamati ya waamuzi ambayo anaongoza nani? Amnu Nasor ambaye anatoka Kigoma. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano ni nani? Msafiri Mgoa anatoka Kigoma. Kuna sura ya kitaifa? Kuna sura ya kitaifa? Tuambie, ni lini uliona bodi ya ligi yoyote kokote duniani, uniambie, kiongozi katibu wa TFF anakuwa GS katika bodi ya ligi? Niambie wapi uliona? Kaangalia structure bodi ya ligi. Mwenyekiti wa bodi ya ligi ni Mbuto. Mtendaji wake ni CEO ambaye Kasongo. Msaidizi wake ni Azam, sio? Ukija pale katika GS ni katibu wa TFF. Yaani TFF na bodi ya ligi ni maana yake wameambatana. Kwa maamuzi ambayo anafanya bodi ya ligi ambayo yanahusiana na TFF. Unaelewa? Uliona wapi hiyo structure? Uliona wapi muundo? Alafu nasemaje bodi ya ligi iko huru? Yaani katibu wa TFF anaingia katika bodi committee ya bodi ya ligi. Uliona wapi duniani? Halafu tukisema wajiuzuru ni kwa ajili ya manufaa ya mpira wa nchi hii. Wao uliona wapi duniani? Unakiangalia hapo muundo, unaona kabisa hapo kuna vinasaba ya watu. Ndio maana tukasema tunahitaji nguvu ya umma ya kuwafanya hao wote wasambaratike. Nguvu hiyo tunao, uwezo huo tunao, ndio tumeanza leo. Heza wakubali. Ya kwanza walizaini kwa ajili ya msaada na kukomboa mpira wa nchi hii. Hii sura ya kitaifa ionekane. Na hapa mimi nimwambia viongozi wangu, mnapoenda hapa hizi kamati zote zenye sura mbili ya Kigoma na Tanga, haina sura nyingine yote ya kitaifa, zivunjwe. Haipo. Yes, ikiongezewa watu huko ndani. Sio kuongezewa watu. Kwani watu hawapo? Watu wapo. Ni nani anaongoza final say? Ni nani? Final say ndo anatoka Kigoma, anatoka Tanga. Hiyo nyinyi mnashinda kujadili na mnashinda kuiona, mnakuwa pofu. Ndio maana tukasema tunahitaji bodi ya ligi ikishajiuzuru na zile kamati kaa pembeni. Tunataka kukomboa mpira wa nchi. Jambo lingine, waandishi wa habari msiingie katika mkenge. Kesi ambayo iko mahakamani kwa hakimu ndio natakiwa itolewe hukumu. Mnaleta kesi mpya mafanikio ya Karia. Tumauliza hiyo jambo. Jambo la nchi ni nini? Sidabi kuelishwa. Mafanikio yake yamekuja wapi? Na mnataka tujadili mafanikio yake. Tanzania iko nafasi ngapi? 100 na ngapi? 160 kwa shime mmea kitu, sio? 106. Umeona? Sudan iko nafasi ngapi? Sudan ambao wachezi mpira wale kila siku vita. Juzi wamempiga Senegal. Amsa sawa ni watu. Sisi tumempiga nani? Tumekula? Timu ikishinda mafanikio ya Karia. Timu ikifungwa ni ya Tanzania. Brother, msiwe na kii kama mashabiki wa Kuni FC. Yaani timu ikishinda ni ya Mo, timu ikifungwa ni ya Mangungu. Kwa timu iliyofungwa ni ya Karia, vile vile tukubaliane. Kwa sababu mafanikio mnasema ni ya nani? Ya Karia. Na ikifungwa ni nani? Ya Karia. Lakini tukubaliane wote sisi hapa. Wao uliona wapi duniani? Mwanao anafeli form 4 mara ya kwanza, anafeli mara ya pili, mara ya tatu kama mafanikio. Mara ya 4. Mwaka wa kwanza sisi kwenda kucheza AFCON ni mwaka 1979 hapa shamba la bibi. Tunatoa hatuchezi. Hatuchezi. Mnaonekana kama mnaikiuka bodi ya ligi. Kwanza bodi ya ligi sio kama tunakiuka. Wao wamekiuka mara nyingi zaidi kuliko hata vilabu vyenyewe. Jambo la kwanza 2021 watu wamezungumza hapa. 21 ni bodi ya ligi pamoja na Simba. Na mimi siwezi kuita Simba kwa sababu Simba, jina la Simba waliitwa na mwanachama klabu ya Yanga, Mzee Hayati Karume. Kwa wao Queen FC pamoja na bodi ya ligi waliruka kanuni na sheria za mwaka 2021 ambao tulikubaliana katika ibara ya 16. Tulikubaliana kuwa ukitaka kualisha mechi inahitaji masaa 24 utoe kwa vilabu wailishe mechi. Baada ya masaa mawili kabla ya mechi anailisha mechi. Kwa mwaka 2021 ni bodi ya ligi pamoja na Simba walivunja kanuni na Queens. Yes, na wakakubaliana katika jambo moja. Baada ya kuvunja kanuni hiyo, maana yake tukakubaliana hiyo jambo isirudie.
Mwaka huu tena Queens FC pamoja na bodi ya ligi wameamua kuvunja hiyo kanuni. Sasa tunasema hivi, tunahitaji kufuata kanuni na sheria na taratibu. Lakini jambo kubwa anatakiwa fahamu, mwenye mpira wake katika nchi hii ni Yanga Sports Club. Ndio timu pekee ambayo imechukua vikombe vingi kuliko timu nyingine yoyote. Ndio timu pekee ambayo imeshiriki mashindano ya kimataifa kuliko timu nyingine yoyote. Ndio timu ya kwanza kucheza robo finali kabingwa kuliko timu yoyote. Ndio timu ya kwanza kucheza finali kuliko timu yoyote. Kwa hiyo unapotaja giant katika nchi hii unamtaja Yanga Sports Club. Huyu hahitaji kujadiliwa wala hahitaji mtu yeyote kuja kumtomasa kwa sababu ni mkubwa. Inapofika yatima anadeka katika nchi hii, alafu kuna mtu mkubwa juu yake, manake ni matatizo. Sifa ya yatima hataki kudeka. Yatima anatakiwa apokee maelekezo kutoka ambaye anamlea. Yaani Queens FC yatima katika nchi ana nguvu kuliko wale kupigania uhuru wa nchi. Uliona wapi? Ndio maana tukasema wao wanachama wote ambao wamekuja wanataka mambo mawili. Wanataka pointi 3 au jambo lingine lolote ambalo litatokea wataamua. Aidha jeshi la polisi au wengine. Wako lazi kufa kwa kupigania uhuru na ukombozi wa mpira wa nchi leo hii. Ndio maana tumwambia hao wote wana madumu ya maji. Kama jeshi la polisi wamejiandaa na mabomu yao, hawa wako tayari kufa kwa ajili ya kupigania kaburi. Kama tuliweza kuikomboa nchi hii na leo ndio muda mwafaka kukomboa mpira wa nchi, tutaukomboa sasa. Hakuna yeyote ambaye ataweza kutuzuia kutukomboa sasa. Kwa sisi wana Yanga tupo hapa kwa ajili ya kukomboa. Na sisi tuambie tu viongozi wetu. Msimamo wa wanachama, wapenzi, wa mashabiki tangu ngazi ya mkoa pamoja na ngazi ya kikanda. Tumekubaliana kwa mechi hii, maelekezo tumewapa, mechi hii hatuchezi mpaka wafuate kanuni na sheria na taratibu. Wakifuata hizo manake mechi itafanyaje? Itacheza. Kanuni zinasemaje? Kanuni inasema timu ambayo haijaja uwanjani inatakiwa Yanga ipewe pointi 3 na mabao 3. Na kanuni inasema timu ambayo imesusia inatakiwa ishushe daraja na nyang'anye pointi 15. Hiyo ndo kanuni ambazo zinasema za bodi ya ligi. Ukisoma kanuni ambayo iko 17:45 na ukisoma kanuni ambayo 34:1 mpaka 3 yametoa ya maelekezo. Kwa sisi tumetoa maelekezo hayo. Hakuna kutuzuia chochote. Hilo jambo la. Lakini jambo la pili, tumeona kuna watu ambao wanaitwa meta wazee. Mimi siito wazee, wale ni vijeba. Kwa sababu jambo la kwanza, kwa mara ya kwanza tunafahamu baa zote zimefungwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresima. Kwa mara ya kwanza tunaona vijeba vinakunywa konyagi vinaongea na waandishi wa habari. Na jambo ni vijeba. Kwa jambo la kwanza, nyinyi mtakuwa muulize katika vile vijeba vyote vya jana, kijeba gani ambao umeona na jezi? Narudia tena. Hao sikuwa wazee wale vijeba. Katika vijeba narudia tena. Vile vijeba vyote vya jana. Kijeba gani ambao nyinyi mmemrekodi akiwa na jezi? Kijeba gani ambao jana mmemrekodi akiwa na kadi wanachama? Sikiliza. Yaani siku nyingine wakifanya upuuzi ule, msihangaike waandishi wa habari mite. Nivitie fimbo ili asiyefunzwa na mama atafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu wa mpira wa nchini Yanga Sports Club. Na kuambia siku nyingine kabla hajaanza tuwakague wale ambao wamelala wamekunywa konyaji, wamekunywa visungula. Kabla hajafanya press mlishtue, tuatie viboko ili akili ikae sawa. Ni uvivu wa kulima. Wanatakiwa ende kijijini wakalime, wako mjini wanakula visungula, wanakunywa gongo, wanazungumza ule pesa ambao tunaamini mwezi mtukufu hawezi kwenda baa sehemu yote. Kwa vile vijeba vikirudia tena msihangaike nao. Niambie mwalimu wako sehemu fulani, nije na fimbo yangu, nivirarue mpaka akili ikae sawa. Haiwezekani. Watu wanabishana na bodi ya ligi, wao wanazungumza upuuzi katika nchi. Yanga ndio timu pekee katika nchi pamoja na kufanya mambo makubwa. Bodi ya ligi na TFF washawahi kusahau Yanga kuna ratiba. Ndio, ushasahau. Kumbushe. Washasahau kuna ratiba FF 2021. Sasa Yanga kuna ratiba. Yaani wamepanga timu zote, Yanga wamesahau. Yaani bingwa wa nchi, bingwa wa kihistoria, timu ambayo imecheza finali. Leo hii unasahau kuna ratiba, unaweka mazumbukuku katika ratiba. Katika nchi hii ishafika hatua imetungwa kanuni tu kwa ajili ya Yanga, yani kocha wa Yanga asivae vibukta. Si unanielewa? Yaani hao wote wanashindwa kuelewa ukubwa wa Yanga. Ndio maana tukasema tunahitaji bodi ya ligi wajuzu. Na hii jambo la pili, na nyinyi mtusaidie. Hii bodi ya ligi
pamoja na kamati za TFF zinatakiwa zionyeshe sura ya kitaifa. Unaelewa? Bodi ya ligi na kamati za TFF zinatakiwa zionyeshe sura ya kitaifa. Leo hii kaangalie kamati zote ni Tanga na Kigoma. Sio kama unafuatilia, kamati zote zile ni Tanga na Kigoma. Kigoma anatoka nani? Kigoma ni katibu mkuu Kidao anatoka. CEO bodi ya ligi anatoka Kigoma. Makamu wa pili wa rais wa TFF Mguto anatoka Tanga. Rais wa TFF anatoka, sio? Kaulize anasimamia hadhi ya wachezaji na